Funga ngurumo saba sehemu ya 2. Lakini sasa hatupaswi kuharakisha sana, kwa sababu ikiwa mambo katika ufunuo hayatokei kama ilivyopangwa na hali ya dharura inatokea, basi Yesu pia ana mpango wa dharura. Ikiwa hakuna yeyote angepata wazo la kutamka sala maalum ya dhabihu, ambayo bado tunapaswa kuipata katika ufunuo. Ikiwa Yesu hatakuja katika mwaka huu wa Yubile 2025, 2026, basi lini? Labda tu katika mwaka unaofuata wa Yubile, ambao ungeanza tena baada ya mizunguko 7 ya miaka ya Sabato, yaani baada ya miaka 49. Mwaka huo wa 50 ungekuwa basi tu katika 2074, 2075, ikiwa sijakokotoa vibaya. Hebu tuangalie juu. Spirali hizi za F7 zinajizungusha zaidi na zaidi katika mwelekeo huu. Na hapa mnaona mwisho wa spirali katika Aquarius, katika mpaka wa nje kabisa wa kundi nyota hilo. Ni lini umeme wa F7 unatoka magharibi milele? Tarehe 4 Juni 2075, muda mfupi baada ya mwaka wa Yubile wa 71 kumalizika mwezi Machi au Aprili. 7 unatoka magharibi kwa mara ya kwanza. Nadhani uelewa huu unaongeza uzito zaidi kwa uzito wa jambo hili. Tafakari hili kwa undani zaidi. Badala ya miaka 7, inaweza kwa haraka sana kuwa mzunguko mwingine wa Yubile. Na ili msifikiri kwamba hili limetolewa hewani tu, hivi karibuni tulisikia unabii kwenye YouTube unaosema hasa hivyo. Hapo nabii mwanamke alionyeshwa kwamba la mwisho la magurudumu ya wakati, kulingana na Ezekieli 1 au 10, ambalo sisi tunaelewa kikamilifu kama 3 Atlas, na ambalo labda linaelezea kiumbe hai cha mwisho kati ya viumbe 4 vinavyoonyesha wakati, linabaki katika anga letu la dunia ndani ya ngao yetu ya barafu mpaka muda uishe. Kulingana na unabii huo, wakati wa taabu ungekuwa umeanza kwa ukaribu mkubwa wa 3 Atlas tarehe 19 Desemba. Kwa kweli tumezungukwa na ngao 2 za barafu. Ngao ya ndani ingekuwa ukanda wa Kuiper, na uona hapa, na mbali zaidi nje kuna wingu la Oort. Ikiwa Grok ataombwa akokotoe kwa makadirio muda ambao 3 Atlas ingehitaji kupenya tabaka la barafu la ndani na la nje, hupatikana matokeo yafuatayo. Kupitia tabaka la barafu la ndani ingehitaji kati ya miaka 3 hadi 12, jambo ambalo lingeendana kikamilifu na dhana ya miaka 7 ya wakati wa taabu. Na kufikia wingu nene la nje la Oort, Grok anaamini kwamba 3 Atlas ingehitaji kati ya miaka 50 hadi 120. Na sasa hivi tumegundua hapa miaka hii 50 kwa umeme 7. Kwa hiyo kwa mara nyingine tena, tafakarini hili kwa undani, wapendwa marafiki, na lichukulieni kwa uzito mkubwa. Matokeo yanayofuata baada ya kumkataa Eliya kwa kuendelea ni ya kutisha. Hebu turudi tena kwenye slaidi hii. Mnaweza kufikiria adui angeweza kufanya nini kwa watoto wa Mungu katika miaka 7 au hata 50? Na kisha swali linatokea, hawa wateule ni nani? Labda si wale 1144 katika idadi yao kamili, kwa sababu hadi sasa hawajaonekana kabisa. Je, hili linaweza kumhusu wewe? Umefanya nini katika siku hizi za mwisho ili, kupitia matendo yako, Bwana afupishe wakati? Ikiwa hujafanya chochote au unalichukulia jambo hili kwa wepesi, basi labda wewe pia si miongoni mwa wateule hawa. Katika video Tamasha za Mbinguni, ndugu John alielezea hali ya dharura kwa namna kwamba kuna mtunzi mmoja aliyefundisha wimbo huo kwa waandishi huko Paraguay, na wao kwa upande wao, pamoja na vinubi vyao, waliunda na kuchapisha makala na video kuhusu maudhui ya wimbo huo. Wanachama wetu wachache duniani kote hivyo wangewakilisha sehemu ndogo ya idadi kamili na inayotarajiwa ya wale 1144. Lakini kama ilivyokuwa kwa Ibrahimu alipokuwa akijadiliana kwa ajili ya Sodoma, leo idadi iko mbali sana kufikiwa. Dunia inapaswa kushangazwa na kile ambacho watu hawa wachache walifanya katika siku hizi wakati mateso yalipoonekana wazi. Kama ilivyotajwa tayari, mahubiri mawili ya mwisho yalitolewa tarehe 6 na 13 Desemba.
Wale wanaotufuata kwenye Telegram wanajua kwamba kwa tarehe 16 Desemba, yaani siku ya kuwekwa kwa jiwe la msingi, tulipanga chakula maalum cha asubuhi, kwa sababu tulitaka kujitakasa kwa namna ya pekee kabla ya siku 5 zilizofuata za Hanuka na kufungwa kwa neema kulikotarajiwa msalabani. Lakini katika siku 3 baada ya mahubiri ya mwisho, tulitafakari kwa undani juu ya agizo la saa hii ni nini. Tuliweka mbele ya macho yetu mateso na uharibifu na uwezekano wote ambao ungekuja katika miaka mingine 7 au 50, kiasi kwamba mwishowe hakuna mtu angeokolewa. Tulikumbuka mwaka 2016 na sababu ya wakati huo, ambayo ilikuwa na pengine itabaki kuwa ile ile, kile ambacho pekee kinaweza kugusa moyo wa Muumba wetu katika nyakati kama hizi. Musa aliomba hivyo, Paulo pia, na Yesu mwenyewe alikitoa kwa kweli. Wote walitoa uzima wao wa milele kwa ajili ya wengine. Hii ndiyo kiwango cha juu kabisa cha tabia ambacho kiumbe aliyeumbwa anaweza kujifunza, na ndiyo njia yenye ufanisi zaidi ya kumgusa Bwana katika hali za dharura kali, ili kuruhusu mpango wa wokovu utimizwe katika toleo lenye rehema zaidi iwezekanavyo. Kwa mara nyingine tena, chakula hiki cha asubuhi pamoja na kuoshana miguu cha kanisa la Philadelphia tarehe 16 Desemba kiligeuka kuwa sala maalum ya dhabihu, ili mateso ya wakati ujao, licha ya kutotokea kwa wale 1144, yafupishwe hadi kiwango cha chini kabisa kinachowezekana. Lakini kuna undani mmoja katika haya yote. Tuliweza kupata kwa urahisi sala ya kuongezewa muda katika Ufunuo 7, ambayo ilihusiana na dhabihu ya Philadelphia mwaka 2016. Lakini wapi katika Ufunuo, na katika wakati gani, kuna sala ya kufupishwa kwa muda? Maagizo haya yako wapi? Yameandikwaje? Kama tusingekuwa na mtunzi Eliya, labda tungeitamka sala hii ya dhabihu, kwa sababu sifa hii ya tabia imeandikwa mioyoni mwetu, lakini hatungejua kutokana na ufunuo kwamba pia ingelingana na mapenzi ya Bwana. Kupitia sala na kujifunza katika siku 3 kabla ya chakula cha asubuhi, ndugu John aligundua yafuatayo. Kidokezo cha kujifunza kilitoka tena kwa nabii mwanamke aliyetajwa, ambaye alisema kwamba ngurumo 7 zingekuwa wakati wa taabu kuu, wakati hatimaye idadi kamili ya wale 1144 ingefika na kufanya kazi yao, yaani kuwaongoza wengi kwenye haki. Kisha Yesu angekuja na mapigo yangemiminwa. Hili lilimsukuma ndugu John kuchunguza kwa undani zaidi Ufunuo 10, ili kuona kama kuna ishara humo ambayo kwa namna fulani ingefupisha au hata kuzuia ngurumo 7. Waadventista wanaelewa baadhi ya aya hizi kwa sababu zilitimizwa kupitia mmoja wa waanzilishi wao. Hebu tusome kile Mtume Yohana alichoona katika maono na jinsi unabii huu ulivyotimizwa baadaye kupitia William Miller. Nikaona malaika mwingine mwenye nguvu akishuka kutoka mbinguni, amevikwa wingu na upinde wa mvua juu ya kichwa chake, na uso wake ulikuwa kama jua, na miguu yake kama nguzo za moto. Naye alikuwa na kitabu kidogo kilichofunguliwa mkononi mwake. Akaweka mguu wake wa kuume juu ya bahari na wa kushoto juu ya nchi. Akalia kwa sauti kuu, kama simba angurumapo, na alipokwisha kulia, ngurumo 7 zikatoa sauti zao. Kitabu hiki kidogo kilichofunguliwa kilikuwa kitabu cha Danieli, sura ya 8, ambacho William Miller alikisoma katika miaka ya 1840. Kinahusu jioni na asubuhi 2300. Kulingana na maandiko, Miller alisikia ngurumo 7 katika kipindi hicho. Inaendeleaje? Tusome. Na zile ngurumo 7 zilipokwisha kutoa sauti zao, nilitaka kuandika. Nikasikia sauti kutoka mbinguni ikiniambia, yafunge hayo yaliyosemwa na zile ngurumo 7, wala usiyaandike. Yohana hakika alisikia ngurumo hizi katika maono, lakini hakuziandika. Hilo ni sawa. Lakini ilikuwaje kwa William Miller katika utimilifu wa aya hii? Je, alizifunga ngurumo hizi? Kufunga kuna maanisha nini? Tusome katika kamusi ya Strong. 1. Kugonga muhuri kwa pete au alama ya kibinafsi kwa ajili ya usalama au uhifadhi. 2.
kwa maana ya kupanuliwa, kuweka siri, kushuhudia. Na katika Biblia ina maana kushuhudia, kufunga muhuri, kuzuia. Je, Miller alizuia ngurumo hizi 7? Je, aliweka muhuri juu yao ili zisitokee? Ni kwa tendo gani au hatua gani kitu hufungwa au kuzuiwa? Nini kinapaswa kufanywa? Ili kuelewa kanuni hii, kile kinachotokea hapa kwa kweli, niliunda mchoro huu unaoelezea hali ya Miller na unaonyesha